wanawake wenzangu, mabinti wenzangu, msibaki nyuma. Sisi tunaweza na tuna uwezo wa kubadilisha taifa letu, tuna uwezo wa kuacha impact kwenye maisha ya wasichana wenzangu. Mambo ya kufuatia mambo ya akili za watu. Hii ni tuzo, kwanza hii ni tuzo ya mjasiriamali. Wow. Kwa mimi ni mjasiriamali ambaye najihusisha na biashara ya mbao na mirunda. Wengi tulikuwa tukiweka hela, tuna save money instead of investing. Ya academic excellence. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi. Kwenye maisha yangu tangu naanza kusoma mpaka nafikia hii level ya chuo kikuu, nimekuwa nikiamini sana kwenye kufanya vizuri. Eyo, langu jina naitwa Mwebrania Official. Tunaendelea pale ambapo tulipoishia. Na leo limekuwa tukio moja kabambe sana ambao limewaleta ladies wote ambao wanapatikana katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Labda pengine kufahamu wewe ni nani na ulielezee kwa ufupi ile tukio ambao limewaleta girls au tuseme ladies katika tukio hili la kuweza kuona namna gani wanajifunza katika fursa ambazo zinawazunguka katika mazingira ya chuo na nje ya chuo. Okay. Kwa majina yangu naitwa Witness Richard, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3. Lakini pia ni mmoja ya viongozi wa Darusso. Oh. Yeah. Ni naibu waziri wa mambo ya nje. UDSM. Uko na mtu mzito. Okay. Yeah, namshukuru Mungu sana kwanza kwa kufanikisha tukio letu Ladies Connect. Kwa kuwa nilikuwa moja ya kamati ya uandaji wa hii tukio. Yeah, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hili tukio na kwa kweli tumefurahi kwa kila kitu ambacho tumetokea, tumefurahi kwa madini ya kutosha ambayo tumeyapata siku ya leo. Yeah. So tunategemea kuwa na events kama hizi kwa miaka ijayo, tunategemea tutaona wanafunzi wengi wakijitokeza kwa sababu ya impact ya event ambayo leo imetokea, ambayo inaenda kutokea kwenye maisha wa vijana au mabinti wa UDSM siku ya leo. Na kuna swala ambalo lizungumziwa, swala la unyanyasaji wa kijinsia hapo ndani. Na wewe kwa namna ambayo umepata madini, una kitu gani cha kuambia hawa mabinti ambao wanakutazama au wa Tanzania? Namna gani wanaweza wakaepukana na ukatili wa kijinsia hususan kwa watoto wa kike? Okay. Swala la unyanyasaji wa kijinsia lipo na linatokea na ni issue kubwa ya awareness ambao watu wanaikosa. So kitu ambacho ningependa mabinti niwaambie ni kwamba wao wanakuja kwenye events kama hizi ili waweze kupata madini, jinsi gani tunaweza kuepuka unyanyasaji wa kijinsia, jinsi gani tunaweza tukatumia mitandao. Tumeambiwa pale mitandao ya kijamii haina jinsia ya. Jinsi gani ambapo tunaweza tukatumia pia mitandao kupaza sauti zetu dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia ambao unatokea ya. Kwa hiyo nawashauri mabinti waendelee kuhudhuria kwenye hizi event ili tuendelee kupata that awareness ya kutufanya sisi wenyewe tuwe confident kupambana na unyanyasaji wa kijinsia. Ya, ukija mtaani kuna dawati la unyanyasaji wa kijinsia. Je, katika chuo chenu hiki cha Dar es Salaam mko na hiyo taasisi ya dawati la kijinsia la kuweza kuwasaidia watu ambao kufanyiwa ukatili wa kijinsia? Yeah, dawati lipo. Na pale tumeambiwa kabisa dawati ni huru. Kwa ni watu tu wenyewe wameshindwa kujiposition au kulitumia ili dawati letu ambao tunalo. Lakini dawati lipo na wanafanya kazi yao vizuri sana kusaidia matatizo haya ya unyanyasaji wa kijinsia ambao yanatokea vioni. Na ukiangalia kwa kiasi kikubwa umepungua. Hamna hizo cases nyingi na wanaendelea kujidhatiti kuweza kudhibiti vitu vingine ambavyo vinaweza vikatokea. Kwa watu wapo dawati ni huru na wawe huru kuitumia. Umesema dawati ni huru na wawe huru kuitumia. Je, wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wanauelewa na mwamko kwamba hili dawati linafanya kazi kuwasaidia? Yeah. Wanafunzi wanauelewa. Watu ambao wanahudhuria. Ndio nikasema issue kubwa ni watu wakae kwenye mstari kuhudhuria hizi events. Kila event ya agenda wanaongelea mambo haya ya unyanyasaji wa kijinsia na kuonyesha sehemu husika ya kuwapeleka matatizo yao in case kama wamekutana na hizo changamoto za unyanyasaji wa kijinsia. Na katika uongozi wa Darusso umesema wewe ni kiongozi, ni kwenye nyadhifa gani vile ili turudi wa Tanzania wakusikie vizuri? Ni naibu waziri wa mambo ya nje na asasi za wanafunzi. Na umewezaje kwa mwanamke au tuseme kwa binti kuweza kukaa kwenye nafasi hiyo na kuoperate mambo yakaenda akawa sawa sawia kutokana na tukio ambalo mmeliandaa la Ladies Connect? Issue ya kwanza mimi ningeongelea swala la mentors. Yes. We have mentors ambao wanatusaidia kutuinspire kufanya vitu vikubwa. Kutuonyesha umuhimu wetu as girls kwamba tunaweza tukafanya vitu vikubwa. Ukiangalia pia hii t-shirt ambayo nimevaa, inahusiana pia na hiyo empowerment, especially kwa wadada ambao wanachukua science subjects. The girls in STEM tunawa-inspire kwenye vitu tofauti, leadership, kitu chochote, career and anything ambacho mtu anacho ndani yake na ana passion ya kufanya. So tunajifunza kutoka kwa watu wengine na tunakuwa inspired na watu wengine na sisi tunachukua step kufanya vitu vikubwa. Okay, nataka uambie jambo la mwisho la kuwaaga, alafu utakapomalizia sema Student Connect, yani la kuwapa hamasa wa wanawake, mabinti waweze kufanya vizuri kwenye academic na mambo ya kiuchumi.
wanawake wenzangu, mabinti wenzangu, msibaki nyuma. Sisi tunaweza na tuna uwezo wa kubadilisha taifa letu, tuna uwezo wa kuacha impact kwenye maisha ya wasichana wenzetu. Kwa hiyo kama una kitu cha kufanya, hakikisha uache. Yaani fanya kile kitu ambacho unakifanya kwa nguvu. Usiji underestimate kwamba wewe ni mwanamke. As girls tunaweza kufanya vitu vikubwa. Yeah, Student Connect. Classroom to the world. Madam, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani vile? Naitwa Gloria Mateja. Wow, mbona jina zuri sana. Nani amekupatia jina hili? Asante, hili jina nimepatiwa na wazazi wangu. Okay. Naona tukio leo la Ladies Connect limewaleta pamoja. Na ni vitu gani ambavyo umejifunza kwa haraka kama mtoto wa kike na ukirudi nyumbani unaenda kuwa ni matokeo makubwa kuhakikisha kwamba jamii inamuelimisha mtoto wa kike na kufikia malengo aliyojiwekea? Kwanza kabisa mimi tu kuwepo hapa nimefurahi, na mimi kuwa tu mwanamke kiukweli nimefurahi sana, na hii tamasha limeni influence sana kwenye kuwa kwanza na hekima, alafu kujiassociate na watu, kuwa karibu na watu. Yani kuna namna nimejifunza. Alafu kitu kingine ni raha sana pale ambapo unasikia jina lako unatajwa kwenda kupokea award pale mbele. Yani ni kwanza ni jambo la hekima kabisa kama mwanamke kwenda pale mbele kupokea zawadi kwa heshima kabisa, kukutana na viongozi mbalimbali wa chuo. Kwa kweli nimefurahi sana, na hii imenifanya na mimi imenihamasisha nijitahidi na nipambane, yani hata ikitokea na mimi siku moja nipokee award. Kwa kweli nimefurahi sana kuwepo hapa. Na pengine ufahamu wewe ni mwanafunzi au ni? Mimi ni mwanafunzi mwaka wa pili chuo hiki. Unachukua kozi gani katika chuo hiki? Unachukua kozi gani? Nachukua Bachelor of Arts in Psychology. Wow. Kuna nini huko ambacho kimejificha mpaka umechagua hicho? Kwanza ni kozi ambayo nilipenda na ninaipenda. Mambo kufuatia mambo ya akili za watu, like mtu anakuja na nieleza shida yake na itatua. That's my happiness. Kuna mambo ya afya ya akili sio? Na pengine labda unahisi ni nini ambazo vitu ambavyo vinapelekea watu kupata changamoto ya afya ya akili? Mimi ninachojua zaidi ni stress, depression, uoga, vitu kama hivyo ndio vinafanya watu kuwa na kuna ukweli wote kwamba mabinti ni watu ambao ni wahanga wakubwa sana wa afya ya akili? Kwa asilimia kubwa. Wewe unahisi ni kwa nini? Kwa mara nahisi ni kama mara 3 nishe kusolve kesi fulani ambapo ni rafiki yangu aliniconnect na rafiki yake nimsaidie, na wawili among wale 3 ilikuwa ni shida ya mapenzi. Kwa hiyo una solve. They are even. How will solve vipi hii changamoto? Ile changamoto kwa kweli nilisolve. Afu sisi wana psychology hatuna tabia ya kusema shida ilikuwa ni nini. So unaisolve kutokana na shida ya mtu mwenyewe. Hipi la yako kwa mabinti ambao wanakutazama na Watanzania kuhusiana na matukio ambayo yanaandaliwa haya kuwaleta mabinti pamoja na kuwapa elimu ili waweze kujitambua? Kwanza kabisa ikitokea tamasha kama hili usikose. Kwa sababu kuna mambo mengi tumejifunza. Kwa hiyo unatakiwa usikose. Na hii inakujengea wewe kama mwanamke kuwa na hekima kwanza, heshima, kukutana na watu mnafahamiana, mnajifunza vitu mbalimbali. Unamwona mtu fulani, natamani wewe kama mtu fulani. Kwa mfano mimi aliyenifurahisha zaidi kidogo jina limenitoka, aliyepokea award ya academic na michezo. Yani I don't know their name, lakini yani nimefurahi tu kuona pale anapokea award kwa sababu ya kitu kizuri ambacho anakifanya. So na umejipangaje sasa kwa next mimi najipanga niwe best awarded kwenye swala la kuwa influencer. Yani nimefurahi sana, nimefurahi kuwepo hapa. Sijui nisemeje lakini nimefurahi sana. Ukiachana kwamba ni mwanafunzi, na kitu gani ambacho unajishughulisha kingine ambacho kinakutengenezea kipato? Kwa sababu tumejifunza mambo ya uchumi ndani hapa. Mimi napenda hiyo ni swala la kushona. So nashona. That's why you look good. Asante. Okay. Basi hebu tuage tuambie tu Student Connect. Student Connect, karibuni. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani vile? Naitwa Fasia Michael Sanga. Wow, umependeza. Asante. Pengine hapa tungelizungumzia swala zima la Ladies Connect. Ni kitu gani ambacho wewe umejifunza kwa siku ya leo katika tamasha hili? Kutokana na experience ambayo nimeipata leo, nimeona kwamba ni tamasha ni zuri na pia limeleta mchango mkubwa kwa sisi wanawake kama mimi hapa.
limenipa hamasa na kuweza kuendelea zaidi kufanya biashara ninayoifanya. Na nimeona mkononi umeshika tuzo. Pengine bado ufahamu umekupa tuzo ya nini na ulikuwa umejigiza wapi mpaka umepata tuzo hiyo? Hii ni tuzo ya mjasiriamali. Wow. Kwa mimi ni mjasiriamali ambaye najijishughulisha na biashara ya mbao na mirunda. Wow. Kwa hiyo naona wameona kwamba jitihada zangu ndio maana wametaka kuweza kunipa tuzo hii, iweza kunisaidia mimi kuweza kama kunipush na kunipa hamasa kuweza kuendelea na biashara. Naam, wewe ni miongoni mwa washiriki katika tukio la Ladies Connect 2025. Pengine tungetamani kufahamu kwa kifupi zaidi kitu ambacho umejifunza katika siku ya leo. Katika kitu ambacho nimejifunza na nimeondoka nacho na naenda kufanyia kazi. Naam. Ni masuala mazima ya kuhusu uwekezaji. UTT wamekuja wameongea, wametuonyesha fursa mbalimbali na faida za uwekezaji. Wengi tulikuwa tukiweka hela, tuna save money instead of investing. Kwa hiyo wale wawakilishi na masponsor kutoka UTT AMIS wametuelewesha na wametuelimisha kuhusu umuhimu wa kuinvest badala ya kuweka pesa or saving money kama vile tulivyokuwa tunazoea. Naam, lakini pia mmejifunza kutokana na miongoni mwa vitu ambavyo mmejifunza ni afya ya uzazi. Pengine kuna umuhimu gani kwa wanawake kuwa na elimu kuhusiana na afya ya uzazi? Afya ya uzazi ni muhimu sana kwa kila mwanamke. Na ikiwepo sisi wasichana tuliopo chuoni na changamoto tunazokumbana nazo chuoni, ni vyema kila mtu akajifunza kuhusu elimu ya uzazi wa mpango na afya ya uzazi kiujumla ili kuepuka hasara zinazotokana na njia zinazotumika kwenye uzazi wa mpango. Okay. Lakini pia miongoni mwa maelezo ambayo umezungumzia kuhusiana na swala la changamoto. Pengine kuna changamoto gani ambazo zinajitokeza kuhusiana na afya ya uzazi? Changamoto ni kukosa tu elimu. Katika changamoto za afya ya uzazi ni ukosaji wa elimu zinazopelekea changamoto kwa wanawake zaidi. Kwa hiyo mimi ninaona suluhisho mojawapo ni kutembelea wanawake chuoni popote walipo wapate afya ya uzazi kama sisi tulivyopata hapa hivi. Okay, nikushukuru sana kwa kushiriki. Asante. Habari, naitwa Shadia Maulid Kitenge, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 wa sayansi ya siasa na utawala wa umma hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na pia ni kiongozi katika serikali ya wanafunzi, ni mbunge viti maalum mwaka wa 3. Leo nimefurahi kuhudhuria tukio la Ladies Connect ambapo nimepata kujifunza, nimepata kuconnectika na fursa mbalimbali kwani makampuni kama Vodacom, Infinix na organizations mbalimbali zilikuwepo, walikuwa wanatoa madini yao na sisi kama wasichana wa vyuo vikuu na viongozi tumepata kuwaona, tumepata kuwafurahia na kujifunza kutoka kwao. Yes. Lakini ukiachana na uongozi wa chuo, mimi vile vile ni kiongozi katika klabu iitwayo Binti Kiranja ambayo ni club ya viongozi wasichana vyuo vikuu, lakini vile vile kwa wale ambao wanapendelea kwa katika uongozi. Ni club nzuri sana, tunapata kujifunza mambo mengi kuhusu uongozi, mambo mengi kuhusu kujiongoza. Kwa hiyo nashauri kwa mtu yoyote ambaye atapendelea kujoin Binti Kiranja anaweza akaonesha nia yake, na hapo mnamo mwezi wa 10 tutakuwa tuna application window itafunguka, kwa hiyo yoyote atakaribishwa ku-apply. Karibuni sana tujifunze, karibuni sana tukue wote kama viongozi, na karibuni sana tusaidie jamii zetu kama viongozi. Asanteni. Jina langu ni Joyce Julius Mkuyu, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa 2. Nasoma BA with Education. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo amenipatia siku ya leo. Nimeweza kupata tuzo ambayo ni ya academic excellence. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi. Kwenye maisha yangu tangu naanza kusoma mpaka nafikia hii level ya chuo kikuu, nimekuwa nikiamini sana kwenye kufanya vizuri. Na level zote za masomo nimekuwa nikifanya vizuri, na namshukuru Mungu kwa ajili ya hii tuzo. Naamini itakuwa chachu na nitaendelea kufanya vizuri zaidi kwenye kila hatua nitakayopita, haijalishi ni kazini, popote pale nitakapoaminiwa pewa nafasi, naamini nitafanya vizuri. Lakini siku leo nimejifunza vitu vikubwa sana. Alikuwepo mama yetu Balozi Liberata Mulamula, ametufundisha mambo mengi sana. Moja ya kitu ambacho nimejifunza
tunachojifunza kwake ni ile juhudi na kutokukata tamaa, kwamba tuamini kila kitu kinawezekana. Binti anatakiwa kupambana, anatakiwa kujifunza, haswa kwa watu sahihi. Kwa watu sahihi pekee ndio wanatusaidia sisi kufanya vizuri, kuepuka makundi mabaya. Lakini tumejifunza pia kuhusu afya, tumejifunza kuhusu wekezaji na pesa ambayo tunaipata kupitia Boom hapa chuoni. Tujifunze namna ya kuwekeza ili tuweze kujitegemea sisi kama sisi mabinti. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi. Na ushauri wangu kwa mabinti wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mabinti wote ambao wananisikiliza siku ya leo, waamini kwenye kufanya vizuri. Kwenye kufanya vizuri kuna mengi. Unaweza ukapata fursa nyingi. Unapofanya vizuri unafungua milango kwa habari ya mafanikio, unafungua milango mingi. Kwa wafanye vizuri. Yaani haijalishi unakutana na changamoto za kifamilia, changamoto ni nyingi. Ili tuweze kushinda hizo changamoto lazima ufanye vizuri ili uweze kuzikabili hizo changamoto, na Mungu yupo ili kutusaidia. Kwa hiyo nawaomba sana tuzidi kufanya vizuri, tufanye vizuri kwenye masomo yetu na kwenye nafasi zote ambazo Mungu ametuamini. Tufanye vizuri, ndo nyenzo ya mafanikio. Mungu awabariki sana. Tuzo ya nini? Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ninasoma stashahada ya sanaa na sanaa ya kijeshi. Pia ninasoma diplomasia, pia ni mtu ambaye napenda sana kujiassociate na vitu vingi. Pia ninazungumza lugha nyingi, nazungumza lugha ya Kifaransa, nazungumza Kispaniola na Kijerumani. In addition, nimepata zawadi ya Best Female Mental Health Advocate. Kwa hiyo ninatoa ushauri, ninapenda kuemphasize kwamba watu wajifunze jinsi gani wanaweza kuondokana na matatizo ya afya na akili. Umezungumza unasomea mambo ya, nimesikia mambo ya kijeshi hapa. Nasomea stashahada ya sanaa katika diplomasia na kijeshi. Inahusiana na nini hao mambo ya kijeshi? Ninayosoma mimi, kwanza unaweza ukafanya kazi kama embassy, ukafanya kazi kama consulate, ukafanya kazi kama ambassador, na ukafanya kazi kama balozi. Na mbali na hapo, sisi tunashirikiana sana na Wizara ya Mambo ya Nje, Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, ambapo unaweza ukajifunza vitu mbalimbali, ambapo unafanya field study ya kuweza kujikeep busy na kujua jinsi gani unatakiwa kufanya na and doings and acts to do. Tukigusa kwenye afya ya akili ambayo tumejifunza kwa siku ya leo, wakati tuko ndani hapa Nkuruma, kitu gani ambacho unaweza kuwasaidia mabinti ambao wanakutana na changamoto ya afya ya akili kwenye maeneo tofauti? Swala la afya na akili, unapaswa kwanza mdada ujitambue, ujue some of your perspectives, perceptions and what to do. Na pia napenda insist on kujitambua. Ujue wewe ni nani, umefuata nini na nini unafikiria. Pia try to have friends. Jitahidi sana kujiassociate, to have friends. Hivyo. Kwa hiyo ninaamini ukiwa na marafiki au utapata matatizo ya afya ya akili kwa namna moja au nyingine. Whenever you face any challenge, you just inform them na watatumia nguvu nyingi kukuweka ukiwa sawa. Na tumeona hii tukio la Ladies Connect ambao ilimwaleta ladies wote pamoja na kuzungumza mambo kadha wa kadha. Ni kitu gani ambacho inaweza kama ikawa ni lai, kwa sababu hii tukio linafanyika town kwa sasa na kuna wanafunzi wako Bushi huko ambao pengine wanashindwa kupata uwezekano wa kupata zile tunasema taulo za kike. Na magani mnaweza ukatoa lai kwa Watanzania na watu ambao wanapozama. Ndio maana serikali ipo na inatoa misaada na still bado kuna watu wana emphasize, na ndio maana tunaona science na teknolojia inazidi kukua. Tunaamini kuna watu bado wanaishi interior vijijini, lakini bado watu kama Wadzabe, lakini bado huduma zinawafikia. So I guess kwamba serikali haijai kushindwa kitu, itapambana kadri inavyoweza kuhakikisha kila mtu anapata huduma hiyo. Na how tunaweza kwa encourage hawa mabinti ambao wanakuwa kwenye wakati huo mgumu, tunasema mchezo wa Simba na Yanga hapo katikati, kwa hiyo kwamba wanaweza kuhudhuria masomo, mtu mwingine anakuwa mnyogovu kwa sababu ya ile hali. Sasa hizo ni perception tu. Sidhani kwamba ukiwa period sio ugonjwa, ule sio ulemavu, ni kitu ambacho huwa kinatokea na it's not mostly kwa kila mtu. Kwa hiyo inabidi kila mtu ajifunze kwamba ukiwa period, so namna ya kwamba usiweze kushiriki darasani, usishiriki any seminars na vitu vingine, ila you have to keep yourself busy. Hakikisha unafanya mazoezi, you do physical exercises ambazo za kufanya wewe viungo vyako kuwa imara. Na unaona kuna mwamko mkubwa kwa sasa kwa wazazi kuweza kuwafundisha mabinti zao wakishakuwa tayari wamevunja ungo, kuweza kufahamu dalili na wanapokuwa wameingia kwenye huo wakati kuweza kushamba wanajitunza na kuwa sawa sawia na mambo mengine yakaendelea. Kuhusu swala la kujitunza, hilo ni swala la binafsi sasa. Wanawake wazazi hawezi kukusimamia. As long as utakuwa committed, nasema mimi najitunza, mimi binafsi ni mdada, nataka kuwa na maisha mazuri, nataka kuwa na afya, because all in all hatuwezi tukafanya kazi usipokuwa na afya. So you have to care for your health, then you have to move on here. Una kitu gani cha kuambia sasa wazazi ili waweze kuwapa elimu? Una mabinti wengine hawana elimu, inatokea wazazi wazidi tu kuwa uvumilivu, waendelee kutoa hamasa kwa mabinti na watoto wa kiume,
kwamba sisi wote ni tunahitaji kupendwa, kujaliwa and all kind of stuff. Kwa hiyo sidhani kama mzazi akiweza kudiscriminate one kind of gender, mtoto mwingine ataweza kumove on. Kwa hiyo wazazi wawe sawa, wawe na haki, wajali jinsia zote mbili, then watoe malezi. Na kuna swali ambalo limezungumzwa, swala la mabinti kuchangamkia fursa. Nikasikia fursa ya kilimo. Vipi, unaona kuna mwamko wa mabinti kuweza kuingia kwenye fursa ya kilimo? Ni fursa inayofanya vizuri nchini. Almost ina 79% imekuwa ikifanya vizuri, na mimi nimekuwa nishaye kujaribu kufanya field there. Nimefanya kazi Jatu kama unafahamu. Ni wizara ya mambo ya chakula, mifugo na vitu vyote. Kwa hiyo ni sekta ya kilimo. Obvious wanafanya vizuri. Ninawa insist muweze kukimbilia sekta tofauti tofauti ili kuinua vipato vyenu. Ina sio tu kukimbilia. Hakikisha unajifunza. Kukimbilia tu sio kitu cha maalum cha kujipa kipaumbele, lakini unabidi ujifunze. Na kuna kauli mbiu ambayo leo tumeisikia, mwanamke wa shoka azidisha speed. Je, unadhani kuna ukweli ndani yake, kuna kitu ambacho wanakizungumza kwa sababu reflect kuna jamii? We have to increase speed and accuracy. Kwa sababu unapokuwa unafanya mambo unabidi uwe kidogo uko charming, kwa sababu you need to be a diplomat, you have to visit embassy, you need to be educated, intellectual, unabidi visit sehemu ambazo zinatakiwa. Wataka kwa mwalimu bora lazima uwe una emphasize, unatoa elimu kwa ujumla. So you have to contribute as more as you can. Yes. Hapo mwanzo nimekusikia unazungumza lugha nyingi sana. Wakati tunamaliza nataka uongee kama lugha kama 2-3 hivi. Alafu utakapokuwa unamaliza umalizie kwa kusema Student Connect. Nitazungumza tu lugha moja. Bonjour, je m'appelle Gladys, je suis étudiante, je suis célibataire, je suis étudiante à l'Université of Dar es Salaam. So, merci beaucoup, Ashanti. Madam, mambo vipi? Poa. Naitwa nani vile Watanzania ambao wanakutazama wakufahamu? Kwa majina naitwa Shufaa Maulid, nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, shule kuu ya biashara UDBS. Wow, umependeza, umevaa heshima kabisa. Asante sana, shukrani. Kwa ni mwezi tukufu wa Ramadhani, sio? Ni kitu gani ambacho umejifunza kwenye ile tamasha ambalo limewaleta ladies wote katika chuo hiki? Nashukuru sana kwa nafasi hii. Hakika leo ilikuwa ni siku ya tukio la kwa wanawake. Ambao tunasema mwanamke wa shoka. Wow. Katika siku ya leo tumejifunza mambo mengi, ikiwepo mwanamke kujitambua. Ambayo kwa mwaka huu 2025 mwanamke ni jasiri. Kwa katika mambo tulijifunza mengi ambao walikuwa Chancellor wa University of Dar es Salaam, wametufunza akili, changamoto jinsi kukabiliana nazo, vipi tunaweza tuka overcome them. Tumeongea mambo mengi. Nimependa ambassador waliokuwepo. Nimependa Mheshimiwa Liberata Muramula ambaye alikuwa mgeni rasmi. Amesherehesha kwa kweli. Umezungumza kwa habari ya ujasiri. Wewe ni jasiri kweli? Mimi ni jasiri kwa kweli. Mwanamke wa shoka sio? Na pengine hii tuseme kauli mbiu ambayo imetumika, unaiona kwamba ina reflect kile ambacho kinazungumzwa katika jamii ambayo tunaiendea kwa speed kwa watoto wa kike. Hakika, tena ukizingatia kwa mwaka huu na miaka hii 6 hii kwa mfululizo ambayo ukizingatia rais wetu ni wa kike, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kiongozi bora. Sawa. Na sisi tunafuata njia zake. Na kitu gani ambacho inakuwa ni like kwa mabinti ambao wanakutazama kuhakikisha kwamba wanazipambania ndoto zao na kufika kule ambako wanatakiwa kufika? Nikiwa kama msichana mwenzao, nikiwa kama mwanachuo, wapo mabinti wengi kwa mtaani wanatamani kufikia ndoto zao. Nachopenda kuambia kwamba wasikate tamaa. Wasipiganie ndoto zao, hakika watafanikiwa. Vipi, ushakutana na changamoto ya afya ya akili ukiwa katika mazingira ya chuo? Namshukuru Mungu, hapana. Na kama ikatokea basi dawati la jinsia hivyo. Unajua kukutana kwenye mambo ya wanasema coursework balance. Hapa nafanyaje? Kukuta hiyo ukiwa kwenye mazingira? Hapana. Na kama ikitokea basi katika tukio leo umetuambia dawati la jinsia lipo, counseling unit. Na unawezaje kuielezea hii counseling unit ambayo inapatikana katika chuo chenu? Counseling unit ambayo ipo hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam, inapatikana pale shule kuu ya biashara, jengo la chini. Ukiwa na tatizo lolote unaweza ukawaona. Iwe ni changamoto ya kifedha, changamoto ya kimasomo, iwe ni lecture au mtaani kuna mtu anakusumbua, basi ni free kuwaona. Hakika watakusaidia. Na inaonekana watoto wa kike ni wahanga sana kwenye swala zima la unyanyasaji wa kijinsia, kwenye swala zima la rushwa ya kingono. Ni kitu gani ambacho tunaweza kuwaambia hawa mabinti waweze kuhakikisha kwamba wasinyamaze kimya, waweze kuzungumza na kuweza kufaidika na kuweza kufikia kule ambako wanatakiwa kufika?
Sawa. Nikiwa kama mwanamke mwenzao ningependa kuambia watu wengi wanatuchukua sisi kama dhaifu, lakini napenda kuambia wao ni majasiri. Kwa chochote atakachokutana nacho, wawe huru kusema, kwa sababu katika jamii yetu ya leo watu wengi wanakwama kufikia malengo yao kwa kukaa na siri moyoni. Enda mtu akawa anapata changamoto lakini kuzisema ni shida kwake. Lakini ningependa mtu, kwa sababu sauti zipo, mpaka sasa hivi sauti zipo sana za wanawake, aseme, ongee, atatatuliwa changamoto yake. Na kwa mtu ambaye unaweza kumpa maua yake, mama yako, unaweza kumzungumzieje kama ambavyo ameweza kusimama vyema kuhakikisha kwamba leo tunakutazama, leo tunavyokuona hivi na Watanzania? Hakika nipende kumpa maua haya mama yangu mzazi. Nimesimama hapa leo, mama yangu ni mchango mkubwa sana. Tangu nimezaliwa mpaka hapa leo, hakika ni mama bora. Najivunia kwa alichokipanda. Kwa haraka haraka unachukua kozi gani? Na imejikita wapi? Bachelor in Commerce and Marketing. Mimi ni mtu wa masoko na uuzaji. Kwa watu wa kupiga misele kutafuta huku na kule. Basi umetisha sana, hebu tuambie Student Connect wakati unatuaga. Student Connect 2025. Umetisha sana bana, tukutane next time. Bana, hiyo ni Student Connect. Tunaendelea kufungulia ukurasa mpaka kurasa zile za mwisho kabisa. Nyuma kamera ni Lamek Simon.